Ni kweli Tanzania inaonekana tumepiga hatua kwa pamoja. Kwa mawazo ya wengi inaonekana Tanzania tumepiga hatua kwenye mpira wa miguu. Na vithibitisho ni kama vile timu zetu kuqualify kwenda kwenye kombe ya AFCON, WAFCON na nini. Ni kweli tumekwenda kule, lakini bado tuna kazi kubwa ya kufanya ili mpira uende katika misingi yake. La kwanza muhimu, mimi nawasifu sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Wamebakia na lile swala la kukuza vipaji kuanzia umri mdogo. Sisi kule bara lichafutika lile. Kwa hiyo unaweza kukuta kama sisi tulipokuwa zamani ilikuwa ni kwamba hali ilikuwa ndio hiyo. Tunaanzia kwenye timu za watoto, kila eneo zilikuwepo kwa umri tofauti. Sasa unaanza kuona kwamba upande wa Zanzibar hicho kitu wamekibakiza, na matokeo yake leo timu zote za Zanzibar zinakuwa ni imara. Kinachowaangusha tu kwa sababu hawana nini? Hawana sponsorship. Lakini kwa sababu wachezaji wao wengi wako wapi? Wako bara na kote wanacheza vizuri. Lakini hii inathibitishwa pia na wanapokuwa wamecheza wenyewe kama Zanzibar Heroes. Wanafanya vizuri, mwisho tutapata mwana pagombani kilichotokea. Kwa hiyo la kwanza muhimu kwa upande wa Tanzania bara ni kwamba ni vyema turudishe michezo kwenye ngazi zote kama ilivyokuwa miaka ile ya zamani. Sisi Tanzania bara kitu kilichokosea cha kwanza ni kuondoa michezo kwenye eneo ya shule. Toka tulipopoteza mwelekeo ule imetugharimu mpaka leo. Sasa hivi ndio sababu nakuta watu wengi wategemea wachezaji kutoka wapi? Kutoka nje. Sasa hiyo haiwezi kwenda, haina afya. Japokuwa faida ya wachezaji wa nje ni kwamba wanaongeza ushindani. Kwa hiyo mtu wa kwangu na mimi nataka kupambana apate nafasi. Lakini ambayo ushauri wangu ni kwamba ni kweli Tanzania tumepiga hatua, kwa sababu sasa tunakwenda kwenye AFCON, tunaenda kwenye mashindano gani, tutakwalify kombe la dunia, lakini misingi ile tunaelea hewani, misingi ile hatuna. Kwa hiyo bilangu tu ni kwamba Baraza la Michezo ya Taifa kule, upande wa kule, waige kinachofanyika upande wa visiwani. Wako serious hata kama hawana ufadhili, lakini wako serious na swala la kukuza nini? Vipaji. Tukifanya vile tutapata watu wengi sana kule bara. Lakini la pili ni masuala ya management. Yangu naendeshwa hovyo katika ngazi zote. Yaani ngazi ya uongozi kuanzia ngazi ya chini mpaka taifa, hatuendi na misingi ya uongozi wa mpira. Tunakwenda tu kwa sababu tupo kwenye madaraka. Kwa hiyo ambalo kubwa ni kwamba sisi tukiwa na zile academies tukakuza vijana kwa umri tofauti. Alafu tukawa kila uongozi kuanzia ngazi daraja la 4, kuanzia ngazi zile za timu za vijana, tukawa na viongozi ambao wana misingi ya uongozi. Mimi na imani mpira utakwenda, kwa sababu ukimtengeneza kijana kwenye misingi ya uongozi atafundishwa mambo mengi, nidhamu, kupigania eneo lake, kufanya hiki na kile. Lakini kwa sababu viongozi leo wengi wamechaguliwa kwa njia ambazo sio sahihi. Yaani huwezi kukuta ukiangalia uchaguzi wa eneo A hasa kwenye hizi ngazi za FA za mikoa mpaka taifa, utakuta wengi hawakuchaguliwa kwa njia halali. Yaani kumetumika njia nyingi za ovyo kumpata kiongozi. Viongozi wa namna ile hawawezi kuendeleza mpira wetu. Kwa hiyo ombi jingine kwa baadhi ya michezo, kupitia vyama vile vya michezo vya kila mchezo husika, wajaribu sana kusimamia kwamba viongozi wanaopatikana kuanzia ngazi ya chini wapatikane kwa njia ya uwazi na kwa njia halali. Vinginevyo tutakuwa kila saa tunabahatisha, unakwenda juu na shuka chini kwa sababu hatuna ile misingi. Haya ndio mawazo yangu.